السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل سلام زمويل bora viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu watuani kwake na masahaba na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunaomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Tunachukua fursa hii sawa na takrima ambayo tumepewa na uongozi wa msikiti. Allah wahifadhi wa viongozi wetu na awape mwisho mwema, atujalie sote tuwe miongoni mwa watu wa pepo ya Firdaus. Tutachukua fursa ya kuzungurukia kitabu kwa jina maarufu kinaitwa Ad-Da'u wad-Dawa'u, ugonjwa na dawa. Ugonjwa na dawa, kitabu ambacho kimeandikwa na mwanachuoni mkubwa sana ambaye nitatoa kidogo sidoki maji na tumia ni maji tu. Sawa, maji tu. Kitabu ambacho kimeandikwa na mwanachuoni ambaye anaitwa Ibn Qayyim al-Jawziyya, ndivyo anavyojulikana hivyo, ila jina lake yeye kama yeye anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr, hili ndio jina lake, akiwa na kunya. Kunya ni jina ambalo linaanziwa baba fulani au mama fulani. Yeye kunya yake alikuwa anaitwa Abu Abdillah. Abu Abdillah. Kwa hiyo kwa jina lake maarufu anajulikana kwa jina la Ibn Qayyim al-Jawziyya, mtoto. Qayyim maana yake kiongozi, ama al-Jawziyya ni masomo ambayo yalikuwa yanapatikana Sham, Damascus, zama hizo kwenye karne ya 6 hivi ama ya 5. Baba yake ya huyo msomi alikuwa kiongozi wa hayo masomo, kwa sababu hapo kabla ilikuwa kila madhehebu yalikuwa na madrasa yake. Washafi walikuwa na masomo yao, Hanbali walikuwa na masomo yao, Malikia walikuwa na masomo yao, Hanafia walikuwa na masomo yao. Sasa haya masomo yalikuwa ni masomo ya madhehebu ya Hanbali. Baba yake ndiyo ambaye anaitwa Abu Bakr, ndiye alikuwa kiongozi wa hayo masomo. Alipokuwa kiongozi wa hayo masomo, maana wakawa wanamuita Qayyimul Jawziyya, kiongozi wa masomo ambayo yanapatikana hiyo sehemu inaitwa Al-Jawziyya, ambayo yanapatikana hapo Sham. Kwa hiyo ikawa kusema mtoto ajulikane, akawa ananasibishwa kwa baba yake Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hivyo ndivyo anavyojulikana, amezoeleka kwa jina kama hilo. Na Imam rahmatullahi alayhi mizalikiwa mwaka wa 691, mwaka wa 691 Hijiria, ndio mwaka ambao kazaliwa Mungu. Na bila shaka alikuwa ni mtu mwenye harakati ya kuitafuta ilmu, alikuwa na juhudi kubwa sana za kuitafuta ilmu. Ameandika vitabu vingi sana kwa mkono wake, vitabu ambavyo hauwezi ukavihesabia idadi yake. Ni mtu ambaye alikuwa amebobea katika madhhabu ya Hanbali,
upande wa fiqh. Alikuwa amebobea katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kadhalika anajulikana pia kama mwanachuoni wa hadithi, maana kwenye fani ya hadithi pia ana mkono uliokuwa mpana kabisa. Huyu mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziyya kabla alikuwa sufi. Alikuwa sufi. Wale wazee na watudanganyaga eti anaweza karuka tu. Alikuwa mwalimu. Alipokutana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akasoma kwa Ibn Taymiyyah mpaka akaacha usufi, akawa mtu wa aqida iliyokuwa salama, akawa mtu wa aqida iliyokuwa nzuri, kama jinsi wanavyotuambia wanazuoni kwamba Ibn Qayyim al-Jawziyya amesoma kwa Ibn Taymiyyah miaka 17. Miaka 17 yuko anasoma kwa mtu. Tofauti na leo. Wanafunzi wanaweza kusoma kwa shekhe, bahati mbaya katokea kamshinda shekhe wake ilmu, matokeo yanakuja ni dharau, anakuwa mheshimiwa tena mwalimu wake, kwa sababu pia kisha panda ndege ameenda Saudia, mwalimu wake alimfunza alifu, anasema yule mwalimu alitudanganyaga sana. Yaani mshukuru kwa ile herufi moja ambayo alikuonesha, yule ndio sababu ya wewe kutamka, yule ndio sababu ya wewe hata uko Saudia ulipofika umeweza kuziona zile herufi. Basi muombe dua kwa hilo, mshukuru hata kwa hilo lidogo aliyokupa, mshukuru kwalo, muombe dua kwa Allah, basi Allah mzidishie ilmu pahala pa kuja kumdharau. Hii hali tunaishi ndani. Watu wengi wa zama zetu hizi akishajiona amepiga hatua katika elimu, basi wale walimu zake wote ambao hawakubahatikiwa kutoka Burundi hawana thamani tena. Mbaya zaidi anaweza kukwambia mimi nina uwezo wa kumfundisha. Atawadhu min sifati al-anbiya, kujishusha ni katika sifa za manabii, heshima ni katika sifa za manabii. Anasema mmoja katika Waarabu, qum lilmuallimi tabjila, simama mbele ya mwalimu wako kwa hali ya kumheshimisha mwalimu wako, mnyanyue mwalimu wako, mheshimishe. Hata kama unajua unamshinda elimu, basi mtangulize mbele za watu, akatae mwenyewe, lakini muoneshe kwanza ile heshima yake. Hata kama ukumtanguliza, basi mpe sifa yake, huyu ndiye aliyetuma mimi ninajua kupiga hatua ya kutembea. Kadha almuallimu an yakuna rasula. Amekosa kidogo tu mwalimu awe mtume. Kwa nini? Bimaana Mtume alayhi salatu wasalam alikuja kuwatoa watu kwenye ujinga kuwapeleka kwenye nuru, na huyu mwalimu alikuja kukutoa kwenye ujinga akakupeleka kwenye nuru. Leo mtu amepanda ndege ameenda wasiana kwambia na huyu mwalimu kuna Qur'ani chafu sana. Wallahi mtu anasema hivi, ana Qur'ani chafu sana. Wewe unasema mwalimu ana Qur'ani chafu, juzu ama lote lizima umesoma kwa huyu mwalimu. Basi mchukue mfundishe. Elimu haina ukubwa wala udogo. Mchukue mwalimu mfundishe. Kwa hiyo dharau ni kitu ambacho hakifai. Ibn Qayyim al-Jawziyya ameishi na Ibn Taymiyyah miaka 17, yuko anasoma kwa Ibn Taymiyyah, yuko anasoma kwake, mpaka huyu Ibn Qayyim al-Jawziyya amekuwa ni shekhe mkubwa, anafunza watu, anaandika vitabu, lakini bado anaenda kusoma kwa mwalimu. Hakuna aibu. Uko doktor, mwalimu wako aliyeko kufundisha kaweka darasa, tawadhu'an ukaja na kitabu chako kakaa chini ukasoma,
Hakuna aibu, kitu cha kawaida sana hicho. Kitu cha kawaida sana. Wapo masahaba wamesoma kwa matabi'in. Matabi'in ni wanafunzi wa masahaba, lakini maadhalika kuna masahaba wamesoma kwa matabi'in. Hao ni watu ambao walikuwa hawana kiburi. Ndio maana mmoja katika wanazuoni anasema kwamba hauwezi ukawa msomi mpaka usome kwa watu watatu. Ukiona umesoma kwa watu watatu, wewe sasa unaweza ukawa msomi. Moja, usome kwa mtu ambaye wewe unamshinda ilmu, umri. Mbili, usome kwa mtu ambaye uko naye sawa umri, ilmu. Usome kwa mtu ambaye unamshinda umri, ilmu. Wewe utakuwa msomi. Nani leo hapa Burundi anaweza kumaliza lisansi akaenda kwa mtu yuko na diploma eti nifundishe hiki kitabu? Nani? Mkimpata mteni wape zawadi. Mbaya zaidi hata madarasa hawezi kwenda kusikiliza kana kwamba yote anavijua. Haya ni majanga ambayo yametusibu. Kwa hiyo Ibn Qayyim al-Jawziyya alisoma kwa Ibn Taymiyyah, na min bab al-faida Ibn Taymiyyah wapo watatu. Ibn Taymiyyah wapo watatu. Maarufu tukisema Ibn Taymiyyah tunazoea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini wapo watatu. Pako Ibn Taymiyyah babu, Ibn Taymiyyah baba, Ibn Taymiyyah mtoto. Yule mwenye tunamtaja sana Ibn Taymiyyah ni mtoto, yani mjukuu. Lakini babu, baba wote walikuwa ni wasomi. Sasa huyu ambaye alikuwa ni mwalimu wa mtunzi wa kitabu chetu, yeye ni Ibn Taymiyyah mtoto, yani mjukuu, ambaye ni Sheikhul Islam. Jina lake ni Ahmad ibn Abd al-Halim. Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah. Kama jinsi anavyojulikana kwa kunia anaitwa Abu al-Abbas. Ukisema Abu al-Abbas ni Ibn Taymiyyah mtoto. Alafu Ibn Taymiyyah baba anaitwa Abdul Halim ibn Abd al-Salam Abul Mahasin. Alafu panakuja ambaye ni babu anaitwa Abdus Salam ibn Abdullah Abul Barakat. Wote walikuwa ni wasomi. Huyu Abul Barakat, kwa watu wanaofuatilia mambo ya hadithi, aliandika kitabu kinaitwa Al-Muntaqa. Al-Muntaqa. Hiki kitabu Al-Muntaqa kikashareheshwa na Imamu Shaukani. Imamu Shaukani kitabu chake akakiita Nailul Awtari, mito yenye kupeperuka. Kitabu kiko na vitabu takriban 15. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya alikuwa na wanafunzi. Miongoni mwa wanafunzi wake alikuwa na mwanafunzi ambaye anaitwa Abdurrahman ibn Ahmad, kwa jina maarufu Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab ni mwanafunzi wa Ibn Qayyim al-Jawziyya. Kadhalika mwingine wa wanafunzi wake Imamu Ibn Kathir Abu Ismail Abu al-Fida. Ibn Kathir mwenye kitabu cha tafsiri al-Qur'an ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, na kadhalika ni mwanafunzi wa Ibn Qayyim al-Jawziyya. Tazama, yani mtu mathalan unasoma kwangu alafu unaenda tena kusoma kwa mwanafunzi mwenzako. Hivi ndivyo walivyokuwa wanaishi wanazuoni waliotutangulia. Mwingine mwanafunzi wake ni mwanachuoni maarufu ambaye anaitwa Muhammad ibn Ahmad, kwa jina maarufu Ibn Abdul Hadi. Watu wa Kiswahili wanafahamu, ameandika kitabu kinaitwa Al-Muharrar. Ibn Kathir rahimahullah anasema la a'rifu fi hadha al-'alami fi zamanina akthara ibadatin minhu. Katika hizi zama zetu sijui mtu ambaye ana ibada nyingi
kuliko Ibn al-Qayyim. Sijui mwenye ni mwingi wa ibada kumshinda Ibn al-Qayyim. Wa kanat lahu tariqatu fi as-salah, alikuwa na desturi ya kudumu ndani ya ibada ya sala. Yutiluha jiddan, alikuwa akisimama kusali, sala inakuwa ndefu kweli, sala yake inakuwa ndefu. Wayamuddu ruku'aha, akienda kwenye rukuu inakuwa ndefu. Wasujudaha, na sijida yake pia inakuwa ndefu, maana yake hadokomi sana. Wayalumuhu kathiru min ashabihi fi ba'd al-ahyan, baadhi ya wenzake walikuwa wanamlaumu, wanaomzidisha. Ukisali unakawia, yani huko unaipata nyingi sana, umeshazidisha sasa. Fala yarji'u wala yanzi'u an dhalika rahimahullah, wala hajali ile kusema wala haachi ibada zake, mfumo wake unaendelea ni hudi. Huyo ndio Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya Imam rahimahullah, kama jinsi wanazotambia, ni mtu ambaye amefariki akiwa na umri unazidi 60 kidogo, yani 60 na zaidi kidogo ndio alifariki, ambao ilikuwa ni mwezi wa Rajab mwaka wa 761, ndio mwaka ambao Imam alifariki. Kitabu chake kinaitwa, kuhusikana jina la kitabu kuna ikhtilafu la jina la kitabu. Kuna kitabu utaona kimeandikwa ad-da'u wad-dawa'u, ugonjwa na tiba. Kuna kingine kitabu utaona kinaandikiwa al-jawabul kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i shafi, majibu yenye kueleza kwa yule mwenye kuuliza kunako dawa zenye kuponya. Kuna kingine kitabu utakutana kinaandikiwa dawaul qulubi, dawa za nyoyo. Kwa nini ikhtilafu ya majina imepatikana? Qila, inasemekana ya kwamba karatasi ya mwanzo wa kitabu yenye mtunzi wa kitabu kaandika ilipotea. Ilipopotea wakawa hawajui sasa kitabu kinaitwaje. Ndio maana wakatizama kitabu kinazungumzia nini, wakachukua yale madhumuni ya kitabu. Ndio maana watu wakaenda wanaweka majina tofauti. Lakini mwanafunzi wa mtunzi wa kitabu ambaye ni Ibn Rajab al-Hanbali, yeye akarajihesha, yeye akaona kwamba jina la kitabu ni ad-da'u wad-dawa'u. Wanazuoni wengi wameona kwamba hili ndilo jina asili la hiki kitabu, ad-da'u wad-dawa'u. Lakini chapa ya kwanza ya hiki kitabu ambayo imechapwa India takriban mwaka wa 700, kitabu kimechapishwa kwenye maktabati kikiwa na jina la al-jawabul kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi. Ndio chapa ya kwanza ilitoka hivi, na chapa ya pili hivyo. Chapa ya tatu ikachapiwa Masri ikiwa na jina la ad-da'u wad-dawa'. Kwa hiyo baadhi ya wanazuoni wakaona kwamba majina yote safi, yanatosha, majina yote yanafaa, maana ukichunguza jina zote zinaelekea sehemu moja. Hiyo ilikuwa ni kwa ufupi tu ili tumjue mtunzi wa kitabu kabla ya kuingia ndani ya kitabu chetu. Tunaona mfumo kama natasoma au tuende direct. نعم يلا خير تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توكلا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين فأجاب الشيخ الإمام العالم. Na hivi vitabu viko na chapa tofauti, ndio maana kuna baadhi ya maneno yatakuwa yamo ndani ya kitabu fulani, kwenye kitabu kingine unakutana hamna, kwenye kitabu kingine unakutana hamna. Kwa hiyo chapa ziko tofauti. Na hiki kitabu kama jinsi tunavyokiona sio kitabu kidogo wa Islam. Nadhani tunaona jinsi kitabu ni kikubwa. Ona jinsi gani Allah alivyoruzuku ilmu. Ilmu ni katika riziki. Ilmu ni katika riziki. Na riziki Allah anamruzuku amtakaye. Mwenzako Allah akimruzuku ilmu, basi muombe dua kwa Allah usimruzuku. Hiki kitabu kizima ambacho tunachokiona ni jibu la suala limoja tu shekhe kauliza. Yaani shekhe ameuliza suala limoja, majibu ya hilo suala ndio imekuja kutokea kitabu chote hiki kizima ambacho tunakwenda kukisoma. Sawa na nuskha yangu mimi nianza bismillahirrahmanirrahim. Na hii ni katika desturi ya wanazuoni wengi wakianza vitabu vyao kwa bismillahirrahmanirrahim. Qur'ani pia imeanza na bismillahirrahmanirrahim. Kila sura imeanza na bismillahirrahmanirrahim isipokuwa sura gani? Bara. Suratu Bara. Wanazuoni wakakhtilafiana kwa nini suratu Baraa haina bismillah? Kwa nini? Wamoja wakasema kwa sababu suratu Bara ni kipande cha suratul Anfal. Yaani ni site ya suratul Anfal. Wengine wakasema ni kwa sababu nizungumzia habari za washirikina. Ndio maana hapa kwanza na basmala. Ikhtilafati zipo nyingi sana. Ama hadithi inayosema kullu amrin bihibali la yubda'u bismillah fahuwa abtar, wa fi riwaya fahuwa aqta, wa fi riwaya fahuwa ajzam. Hii maana kila jambo la kheri ambalo halikuanzwa na bismillah, hilo jambo halina baraka ndani yake. Hadithi imepokea Abu Daud na wengine wanazuoni. Hii hadithi imezagaa kwenye vitabu vingi, lakini maana shadid sio hadithi sahihi. Bimaana ni hadithi dhaif, dhaafahu Sheikh al-Albani rahimahullah kwenye kitabu chake Irwaul Ghalili, hadithi ya namba 3. Sheikh anasema kwamba ni dhaif. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akiandika mabarua kutumana sehemu, alikuwa anaanza na bismillah. Suala linakuja, Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa ummiyun. Ummiyu maana yake mtu asiyejua kusoma wala kuandika. Alafu anatuambia Mtume ameandika barua kwenda kwa mfalme fulani. Hiyo barua aliandikaje? Hajui kusoma wala hajui kuandika. Ameandikaje? Kana tatakuwa je? Tunabadilishana, tunasoma sisi wote. Tunabadilishana fikra, hakuna aibu mashaka. Hakuna aibu. Mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Alafu tunasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandika barua kwenda kwa mfalme wa Kisra, ameandika barua kwenda sehemu fulani, ameandika jina hajui kusoma wala kuandika. Nani atatoa jibu? Naam. Naam, barakallahu fik. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na watu walikuwa wanaandika. Qur'ani ikishuka na mwita fulani njoo, andika hii aya iweke kwenye sura fulani. Wale ndio walikuwa na watuma, akitaka kuandika barua anamuta sahaba fulani, andika hivi na hivi. Mfano kidogo. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya mkataba na Mayahudi makafiri. Mtume akamuita Ali, njoo andika. Anza kuandika bismillahirrahmanirrahim. Yule kafiri akamwambia ma bismillah. Bismillah ni kitu gani? Hiyo bismillah sisi hatuijui. Vuta sasa hivi. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Ali, vuta hiyo bismillah. Ali akavuta.
Mtume akamwambia Ali, andika min Muhammadir Rasulillah, Muhammad mtume wa Allah. Yule kafira akamwambia, lau tungelijua kwamba ni mtume wa Allah hatungipiganaga vita wala hatungifanya mkataba. Sisi hatujui Rasulullah ni nani, hatujui. Sisi tunajua ni Muhammad Abdullah. Mtume akamwambia Ali, vuta Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Mimi na wewe tungefanya nini Waislamu? Tungipigana, si ndio hivyo? Mtume akamwambia Ali, vuta hiyo Rasulullah, vuta, andika tu Muhammad ibn Abdullah. Ali akavuta, akaandika hivyo kisi alivyoambiwa. Sikitiko sasa, katika ule mkataba ulipokuwa wanaandika, yule kafiri akamwambia, miongoni mwa mkataba tunapeana, akija mtu kutoka Mkristo anakuja kuslimu, usimkubali, mrudishe kwetu sisi, mrudishe huko kwa makafiri. Lakini akija Muislamu kutoka kwenu akakuja kwetu, hatumrudishi. Mtume akamwambia Ali, andika jinsi alivyosema. Unasikia hicho kitu? Andika jinsi alivyosema. Umar ibn al-Khattab penye yuko, sura imeshawiva, panga milishika kwenye mkono, amechukia kwa haya maneno. Ali akaandika, anamaliza kuandika, pakaja kafiri, pakaja mtu kutoka kule kwa makafiri anakuja kuslimu, anauliza aina Muhammad, wakamuonesha huyu hapa. Akamwambia mimi nakuja kuslimu. Alipofika pale, yule kafiri akamwambia, acha huyu mkataba tuanzie mfano kwa huyu mrudishe kwetu. Mtume alayhi salatu wasallam alifanya nini? Wewe urudi kwa wale makafiri. Mbona mnasemaje? Mbona mnasemaje? Jiweke ile pasi sasa, ungekuwa pale na wewe kwenye ile watu wangefanya nini? Sheikh Umar amechukia mpaka Umar anamwambia Rasulullah, hivi sisi hatuko kwenye haki, kwa nini tunanyanyaswa hivi? Akamwambia, niko na Allah, najua che niko nafanya. Kwa muhimu tutaka kukusudia kwa kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na waandishi. Miongoni mwa waandishi wa Qur'ani, Muawiya ibn Abi Sufyan, huyu ambaye leo nasikia mashia wanamtukana na kumchafua. Siku moja naenda mdebana shia mmoja pale Buyenzi Babara 940 kama na ngapi, 42 kama siku 44 msikiti kwa 42 44 wako kama na masomo yao pale. Tulikuwa mle, tulikuwa tunafanya debana, mmoja wa mashia anaitwa Rafiki Abdalla Umar. Tukamwambia, nyinyi mnatukana masahaba. Akasema, mashia hatutukani masahaba hata kidogo. Haya, kama mtukani masahaba khairi, tuendelee deba. Wakati tuko katika deba, akawa amemtaja Muawiya, akamfuatisha na laana juu. Kama usasema mtukani masahaba vipi, huyu eti huyu yeye haimo katika wale, ni sisi tutukane. Kwa hiyo ni desturi ya mashia kutukana masahaba. Kwa hiyo tunaendelea, wabihi nasta'in, yani tunamwomba Allah msaada. Kwangu anasema hivi kwenye kitabu changu, labda na nuskha za wengine, suila Sheikhul Islam, suila al-Sheikh al-Imam al-Alim al-Allama al-Mutqin al-Hafiz al-Naqid Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn al-Sheikh al-Salih Abi Bakr al-Mu'arraf ibn Qayyim al-Jawziyya radiyallahu anhu, kwamba Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim al-Jawzi ameulizwa suala gani? Suala linasema hivi: ma taqulu sadatul ulama'u a'immatu dini radiyallahu anhum ajma'in, wa viongozi watukufu wa dini wanasemaje, wanasema nini? Tuelewe suala, tukielewa suala tutaelewa darasa. Fi rajulin ibtuliya bibaliya, kwa mtu ambaye amepewa mtihani wa matatizo wa mabalaa, mtu ambaye alipewa mtihani wa mabalaa, mtihani ya misukosuko. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi dunyahu, wa fi nuskha afsadat dunyahu wa akhiratahu. Huyu mtu anajua kwamba vile hili tatizo nikiendelea nalo, dunia yangu itaharibika, akhira yangu pia itaharibika. وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق, na huyu mtu amejitahidi kupambana ili aondoe yale matatizo, ila kashindwa.
fama yazdadu illa tawaqqudan wa shidda. Jinsi anavyojitahidi kujiweka mbali na ulile balaa, hakuna kinachozidi isipokuwa tawaqqudan ay ishtighal, yani ndo anazidi sasa kujishughulisha na lile tatizo. Wa shidda, na uzito unazidi kumkuia uzito, yani ugumu, anakuwa na ugumu ili kujiondoa lile tatizo. Faman hila fi daf'iha, ni ipi njia, ni ujanja gani mtu anaweza kutumia ili kuondoa hili tatizo? Wa matariqu ila kashfiha, na ni ipi njia ya kuondoa, ya kuweka wazi hili tatizo ili liondoke moja kwa moja? Farahimallahu man aana mubtala, Allah amrehemu yule ambaye atakamsaidia mtu mwenye shida. Ukimwona mtu mwenye shida msaidie. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah yupo katika msaada wa mja, bimaana Allah anamsaidia mwanadamu pindi mwanadamu atakuwa yuko katika hali ya kumsaidia ndugu yake. Hiki ni kipengele ambacho kimechukuliwa katika hadithi, watu wa balagha wanaitaga al-iqtibas. Ni kipengele kimetoka katika hadithi ambayo imepokea Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira. Hadithi inapatikana kwenye 40 an-Nawawi. Hadithi maarufu, kama sikusahau mwanzo, inaanza man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Allah tuwafikishe. Siku za mbele tuna ratiba kuweka darasa ya hicho kitabu, kama siku 3 kitakuwa kimekwisha inshallah. Akasema aftuna maajurina rahimakumullah, tunaomba fatwa na Allah ndiye atakayekulipeni, Allah kurehemuni. Kwenye hiki kitabu hawakutaja ni ugonjwa gani ambao ulikuwa unamsumbua huyu mtu mpaka shekhe akafikia kutunga hiki kitabu kizima. Baadhi ya wanazuoni wanasema inaonekana shekhe alikuwa anajua hili tatizo ni lipi, ndio maana akajibu. Baadhi ya wengine wanazuoni wakasema kwamba ilikuwa ni maradhu al-ishq. Maradhu al-ishq, ugonjwa wa mapenzi. Yani kijana amemwona mwanamke akampenda, yale mapenzi ya haramu ambayo hayapo kisheria, akampenda ukweli wa kumpenda, kuoa hakuoa, anapambana na nafsi yake ili amsahau yule mwanamke, imeshindikana. Sasa anamuuliza shekhe wake, nifanye nini ili hili tatizo? Ni ugonjwa shekhe, kuna watu wanaumwa wanaingia hospitalini shekhe. Kuna watu wanaumwa shekhe, unamuona mtu ameisha, ukimuuliza mbona uko hivyo, mtoto wa fulani ndio ananisumbua hali mpaka ananikuta hivi. Amjaye kuona watu shekhe, ukisahau kidogo shekhe unaitwa Abdalla, lakini unasikia ghafla tu ameshakuita jina la yule mwanamke. Wapo hawa. Kama ijayo kutokea rafiki yako kukuita jina la mwanamke, basi sema alhamdulillah. Shekhe anasahau kabisa, anakuita jina la mwanamke mpaka unamsasa mimi nifananisha na fulani. Hasa mahali wananipitiwa, sio kupitiwa shekhe, sio kupitiwa, yamemzidia, anahitaji tiba huyo. Wamoja wakasema kwamba na huyo ugonjwa. Falmuhimu, madhumuni ya kitabu ni tiba kwa mtu ambaye ana magonjwa maasi, ameshapambana na nafsi yake, nitajitoa aje haya maasi, akashindwa. Shekhe anataka kukupa dawa, utafanya nini ili uachane na hayo maasi yenye ndani? Naam shekhe. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه. الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بارك بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله.
وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. الهرم بكسر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Naam. Lile suala Sheikh ameulizwa anaanza sasa kujibu sasa Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Mufti hapo kwenye hii nuskha yake amesema mufti al-firaq. Bimaana alikuwa ni mufti wa makundi na hakikatan kitu cha makundi alikuwa anajua sana. Mpaka aliandika kitabu chake ambacho kinaitwa As-Sawa'iqul Mursala. Misile yenye kuachiliwa. Alikuwa na radi kundi limoja ambalo ni kundi la Jahamia. Kundi la Jahamia. Akaandika kingine kitabu chake cha mashairi kinaitwa Nuniyatu Ibn al-Qayyim au Al-Kafiyatu Shafia. Alikuwa na waradi kundi linaitwa Al-Ash'ira. Alitumia maneno makali sana katika kuwaradi hao watu. Ama kwenye vingine vitabu tunaona anaandika Muftil Muslimina, mufti wa Waislamu. Anasema Imam Ahmad min babil faida katika masala ya mufti akasema Imam Ahmad rahimahullah la yanbaghi lirrajuli an yunassiba nafsahu lilfitya hatta yakuna fihi 5 khisal. Haifai mtu kukubali kuwa mufti mpaka awe na mambo matano. La yanbaghi lirrajuli an yunassiba nafsahu lilfitya hatta yakuna fihi 5 khisal. Haifai mtu kujiweka katika umufti au kujichagulisha mpaka uwe na mambo matano. Jambo la kwanza, ayakuna lahu niyya. Kwanza awe na nia nzuri. Awe na nia nzuri, nia ya kujenga, nia ya kuendeleza Uislamu. Fa in lam yakun lahu niyya lam yakun alayhi nur. Na ambaye hana nia nzuri hawezi akawa na nuru yoyote. Atabomoa tu, ataharibu. Hakuna penye atawatoa Waislamu awapeleke, atawarudisha nyuma tu kila siku. Wala ala kalamihi nur. Hata maneno yake hatakuwa na nuru. Ayakuna lahu niyya fa in lam yakun lahu niyya lam yakun alayhi nurun wala ala kalamihi nurun. Nia ambaye hana nia hatakuwa na nuru, hata kwenye maneno yake hayatakuwa na nuru. Jambo la pili akasema ayakuna lahu ilmun, awe na ilmu, wa hilmun, na pia awe na upole, awe mtaratibu, awe mtulivu. Usimpatie mufti mtu mwenye kuna jazba Sheikh. Ipo siku utauliza swala na toa fatwa ukimbisha ngumi zinaruka. Mnashikana mashati, jazba, hasira, matusi. Kumbe inabidi awe mpolepole. Wa waqar wa sakina, utulivu. Waqar ni utulivu, sakina ni utulivu. Lakini waqar ni utulivu wa harakati za vitendo. Harakati. Sakina nayo ni utulivu wa mtu hata katika maongezi, kisa anavyoongea ni kwa utulivu, kwa utaratibu. Akasema jambo lingine la tatu, ayakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Nabidi mufti awe ni mwenye nguvu kwa hali ambayo yumo ndanimo. Almu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini at-ta'if. Muaminifu mwenye nguvu ni bora na anapendwa na Allah kuliko muaminifu dhaifu. Lakini wote wako na khair. Maadamu wote ni waumini, wote wako na khair. Lakini wanashindana. Ule mwenye nguvu ikija jihadi, mwenye nguvu na dhaifu nani ataenda? Mwenye nguvu. Na kiongozi wetu inabidi awe na nguvu Sheikh. Kibidi jihadi inabidi kiongozi ndio awe mbele Sheikh. Yesu atusukume sisi twende, alafu yeye tutaombea dua inshallah. Tutabaki kwenye dua. Sisi ndio tutaomba dua Sheikh. Kwa hiyo jambo lingine la tatu,
La nne bila shaka. La nne akasema al-kifaya. Al-kifaya. Wa illa madaghahu an-nas. Inabidi kiongozi wanajitosheleza. Bila hivyo watu watamtafuna. Na ni ukweli kama kiongozi wako kujitosheleza kwenye hali zote Sheikh, maamuma ndio atakupelekesha. Kadhala. Maamuma ndio atakupelekesha Sheikh. Utaenda jinsi maamuma wanavyotaka au utaenda jinsi wao wanavyotaka. Naam, kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim akawa amejibu suala akisema alhamdulillah amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah ama baada ya kumshukuru Allah faqad thabata fi sahih al-Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال kwamba imethibiti ndani ya sahihi al-Bukhari ambacho maarufu kitabu as-sahih al-kutubi baada kitabillahi ni sahihi al-Bukhari kwamba mtume alayhi salatu wasallam amesema ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa. Allah hakuteremsha ugonjwa isipokuwa kila ugonjwa Allah aliuwekea dawa yake. Kila ugonjwa Allah aliuwekea dawa yake. Mwenye atakwambia eti kuna ugonjwa wenye hauna dawa, huyo ni Mungu. Au sio? Kila ugonjwa sio na dawa. Islam kila ugonjwa sio na dawa. Naam? Mbona majibu hayo? Kila ugonjwa sio na dawa. Naam? Aha. Sawa. Ana haki na mimi maana nimeuliza lakini jibu lake tutalipata baadaye. Na ikaja pia katika sahihi Muslim hadithi ya Jabir ibn Abdullah kasema kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema likulli da'in dawa. Kila ugonjwa uko na dawa. Kila ugonjwa uko na dawa. Mpaka hapo nasema aje kwanza? Kila ugonjwa uko na dawa, mtume ndio anasema. Unakubali kiurahisi tu Sheikh. Fa idha usiba dawa'u da bara'a bi'idhnillah. Ikiwa mgonjwa atapata dawa ya ule ugonjwa wake atapona bi'idhnillah, kwa idhni yake Allah. Hauwezi kupona kama Allah hajaweka tiki. Allah akisema upone utapona. Kama Allah hajakuandikia kupona au utapona. Kwa hiyo kila ugonjwa una dawa. Mgonjwa akipata dawa ya ugonjwa wake kisha Allah akawa amemwandikia kwamba atapona, huyo mtu atapona. Na kama Allah hajakuandikia kupona Sheikh, unaweza ukakaa mwaka mzima na zaidi ya mwaka Sheikh uko ndani. Dawa zote umetumia, mtu anakuambia hii dawa ndio imeniponeshaga mimi, unaitumia hauponi. Nini? Allah bado hajaweka. Hadithi imepokea Imam Muslim na akaipokea Ibn Majah, kadhalika akaipokea Imam an-Nasa'i, lakini Imam an-Nasa'i matamshi yake ameanza akisema inna likulli, kisha hapa fasi ya baraa akasema bari'a, matamshi ya Imam an-Nasa'i. Ikaja kwenye Musnad ya Imam Ahmad hadithi ya Usama ibn Sharika kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa. Allah hakuteremsha ugonjwa isipokuwa kila ugonjwa alioteremshia dawa. Alimahu man alimahu, hiyo dawa aijue mwenye kuijua ipo. Wajahilahu man jahilahu, asijue mtu ambaye asiyejua lakini dawa ipo. Kwa hiyo sida ni ugonjwa, sio ugonjwa. Dawa ya sida ipo. Sisi kama hatuijui, Allah tu hajatufungulia tuweze kuijua, lakini ipo. Allah aliweka ugonjwa huo na aliweka dawa. Sisi ndio hatujui, lakini ipo. Wapo watu tu ambao Allah tawapatiaga taufiki ya kuijua hiyo dawa. Sawa mashekhi. Hadithi imepokea Imam Ahmad na wengineo na wakaisahihisha wanazuoni, na kipengele cha mwisho fihi makali. Anasema pia katika nyingine matamshi inna Allah lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaa. Allah hakuweka ugonjwa wa aina yoyote
isipokuwa huyo ugonjwa aliwekea tiba. Kila ugonjwa aliwekea tiba. Usikati tu tamaa, utaona umeumwa muda mrefu, umetumia dawa zote haujapona. La, usikati tamaa. Endelea kufanya sababu. Ipo siku tu Allah ataweka idhni ile dawa ifanye kazi yake. Usikati tamaa. Au dawa illa da'an wahida. Hii ni shaka. Shifaa au dawa. Ameweka tiba ama akaweka dawa illa da'an wahida. Isipokuwa ugonjwa mmoja tu ndo haunaga dawa. Ugonjwa mmoja ndo hauna dawa. Sio sida shekhi. Sio sida. Ni ugonjwa mmoja hauna dawa lakini sio sida. Qali ya Rasulullah ma hu? Ni ugonjwa gani wenye hauna dawa mtume wa Allah? Akasema al-hiram. Al-hiram. Sheikh wangu amesema kwenye kitabu chake ameandika al-haram katika masala ya kilugha. Lakini kwenye riwaya ya hadithi ukirudi kwenye kutubu za hadithi wanaandika al-hiram. Akasema al-hiram. Nini maana al-hiram? Uzee. Uzee hauna dawa shekhi. Ukizeeka tembelea wafumu wote unaowataka hawatokurudisha chini. Hautorudi chini shekhi. Uzee hauna dawa. Huyo ndio ugonjwa wenye hauna dawa. Ndio ugonjwa wenye hauna dawa. Ukizeeka jua kwamba vile unamsogelea rafiki yako malakul mauti. Allah atupe mwisho mwema. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وغيره kwenye nuskha zingine wakasema sahih. Bimaana Imam Tirmidhi amesahihisha hii hadithi akasema ni hadithi kwake ameona ni sahihi. Imam Tirmidhi akisema hasan sahih au akisema sahih maana yake hadithi inakuwa ni sahih. Naam Sheikh. قال الإمام رحمه الله وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدونني رخصة التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على المال فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العلم السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فأخبر أن الجهل داء وأن شفاء السؤال. نعم anasema shekhe kwamba hadha yaumu adwa alqalb waruhi walbadan, kwamba hii hadithi ambayo inatuzungumzia magonjwa yote na dawa zote, kwamba inakusanya kwa ujumla magonjwa ya moyo, magonjwa ya roho, magonjwa ya mwili, pamoja pia na dawa ya haya magonjwa yote. Magonjwa yako aina mbili, pako maradhun badaniyun pamoja na maradhun ma'nawi. Kuna ugonjwa ambao ni ugonjwa ambao unauhisi mwenyewe katika mwili wako. Ukienda kwa mganga, daktari akikupima anaona magonjwa yako yenye unaumwa, malaria, homa wa kadhalika. Na kuna ugonjwa mwingine ambao hauonekani kwa macho, hata uingie katika scanner wallahi haziuoni huyo ugonjwa. Pita scanner zote za duniani haziwezi zikaona huyo ugonjwa. Ugonjwa gani mashaka? Ugonjwa gani? Stress. Ukienda kwa psikologi pale atakusaidia cha kukusaidia. Ugonjwa gani? Ugonjwa wa maasi. Maasi ni ugonjwa. Ukiwa na husda ndani ya nafsi yako, ukipita kwa scanner wataiona. Naam? Wewe ukienda kuzini, ukaenda kupita mskanero, wataona kama umezini. Haya ni magonjwa. Tena na haya ndio magonjwa mabaya kuliko ugonjwa wenye kwenda kwa mganga unapewa tiba unapona. Sawa, ugonjwa wa maasi ni ugonjwa mbaya sana. Allah tuweke mbali na maasi. Kwa hiyo shekha anasema inakusanya magonjwa yote.
yenye kuonekana na sioonekana, haya yenye tunafahamu na magonjwa ya kimaasi na dawa zake kwa ujumla, na Mtume alayhi salatu wasalam amejalia ujinga kuwa ni ugonjwa. Ujinga ni ugonjwa. Tukisema ujinga tukusudii kwa ile maana ya tusi ya Kiswahili. Ujinga maana yake hapa tunakusudia kuto kujua, ni ugonjwa. Mtu haujui kisi ya kusali ni ugonjwa. Mtu haujui kisi ya kuswaumu ni ugonjwa. Mtu haujui nguzo za sala ni ugonjwa. Mtu haujui kisi zaka inavyotolewa ni ugonjwa. Mtu haujui kuisoma Qur'ani ni ugonjwa. Kwa hiyo Mtume alifanya kwamba huyu kuwa ni ugonjwa. Kutokujua ni ugonjwa. Waja'ala dawa'ahu su'alul ulama. Waja'ala dawa'ahu su'alul ulama. Akajalia dawa ya huyu ujinga nini? Kuwauliza wanazuoni, kuwauliza mashekhi. Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ulizeni wasomi ikiwa kwamba hamjui. Tofauti na leo tuko katika zama za baadhi ya watu. Kama mjawahi kuwasikia mtawasikiaga. Kuna watu ambao wanapinga sunna, hawazikubali hadithi za Mtume. Wao wanakuambia sisi ni Qur'ani tu. Tuoneshe wapi Allah akasema ndani ya Qur'ani. Kama hamna sisi usitwambie. Hizo hadithi zimeandikwa na watu. Sawa Waislamu? Sasa suala linakuja. Hii Qur'ani tuko nayo imetoka mbinguni ikamteremkia enda ni kwake. Waislamu, hii Qur'ani yenye yeye anakubali, anakataa hadithi juu imeandikwa na watu. Hii Qur'ani imetoka mbinguni kwa Allah ikamteremkia yeye chumbani kwake. Kusema ifikie si watu ndio wameandika. Mbona yenyewe haipingi? Kwa hiyo hawa watu watakwambia vimashehe wanasema hivi, utasikia anakuambia achana nao mashehe. Sisi ni Qur'ani tu ndio tunataka. Huu pia ni ugonjwa, ndio ule ujinga Mtume kasema. Hadithi ipo kwenye Sunan Ibn Majah. Mtume alayhi salatu wasalam amesema, tena hadithi amesahihisha Sheikh Al-Albani. Mtume alayhi salatu wasalam amesema kwamba zinakaribia kuja zama ambazo mtu atakuja amisha shiba wenye ameshiba huko, hatujua amekula nini wala nini. Rajulun shab'an yattaki'u ala arika. Anakuja mtu ameshiba kisha anakaa hapa mbele kwenye kiti cha darasa kabisa hapo anakaa. Watu wamuulize maswali. Ukimuuliza swala anakuambia hilo halimo ndani ya Qur'ani, achana na hadithi, leta wenye yuko ndani ya Qur'ani. Mtume aliyatabiri haya mambo. Aliyatabiri na ndio zama zenye tumo leo. Mtu ukimwambia Mtume anasema eti kwenye hadithi panakuwaga dhaifu na sahihi, ndio maana sitaki mtu hadithi, leta aya. Leta aya. Sasa Waislamu, ukisikia mtu anakuambia eti kwenye aya ndio hakunaga sahihi wala dhaifu, hiyo kauli mnasemaje? Wasomi wenye wako hapa mnasemaje hiyo kauli? Naam? Kwa hiyo kwenye aya pako dhaifu. Naam? Mashi mnakubali tu. Naam? Katika masala ya Qur'ani ukiuliza watu wa Qur'ani pako qiraa mutawatira na qiraa shadha. Sawa. Katika shuruti za qiraa kuwa mutawatira inabidi sanadi iwe sahihi. Sanadi iwe sahihi. Sanadi ikiwa dhaifu, hii qiraa inakuwa kuwa shadha. Ikishakuwa shadha maana yake kile qiraa si sahihi, kinakuwa ni qiraa dhaifu. Mbona mnasemaje? Tusome. Waislamu tusome. Watu wanajidai kwamba eti wenyewe watu wanatembelea Qur'ani tu wataki hadithi, wallahi hawatasoma. Naweka na kiapo huko kwenye mimbar, hawajasoma. Hawajasoma. Tena hizi ni katika propaganda za Mayahudi, katika mbinu na mikakati ya Mayahudi kuja kuangusha Uislamu. Ni hizo njia, ni hizo njia. Wanakuja na fikra kwamba sisi inabidi tuikubali tu Qur'ani. Sasa mbaya zaidi, wallahi siku zinaisha, kama sio huu mwaka nadhani ni mwaka jana, kuna mmoja nimemsikia wallahi kwenye YouTube anakwambia mwanamke akiwa kwenye hali yake ya kike ni lazima atasaumu Ramadhani kwa sababu hakuna aya inamkataza mwanamke mwenye hedhi kusaumu. Wallahi iko mu YouTube hiyo video. Hakuna aya inamkataza mwanamke mwenye hedhi kusaumu.
ukimwambia hadithi hakubali hadithi. Kuna ugonjwa kushinda huu kweli? Huu ni ugonjwa mzito sana. Watu kama hawa sio watu hata wa kukaa nao, watakuja kukuharibia Sheikh. Kwa hiyo akasema Sheikh farawa Abu Dauda fi sunanihi min hadithi Jabir ibn Abdullah qala annahu qala. Imam Abu Daud mmoja katika wapokezi wa hadithi ndani ya sunani ya Abi Daud, hadithi ya Jabir ibn Abdullah anasema kharajna fi safar, siku moja tumetoka kwenda ndani ya safari, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi, mmoja miongoni mwetu akapigwa na jiwe, fashajjahu fi ra'sihi, lile jiwe likampasua kichwani. Jiwe likampasua kichwani. Na asili ya fi'lu shajja au neno shujja ni donda ambalo linapatikana kwenye kichwa, sio donda la kila sehemu. Donda la kichwani ndio linaitwa shujja au shajja. Thumma ihtalama, alipopasuliwa kichwani ameshatoka donda, akawa milala, akalala anajiotea. Bimaana akalala anaota kwamba anafanya tendo la ndoa, akatokwa na maji ya uzazi. Na hapa mimbabi faida wa mitume hawajioteaji. Hiki mweke mwakili. Katika mambo hasa ya wa mitume, al-anbiya la yahtalimun. Wa mitume hawajioteaji. Na leo kitu. Eti mtume amelala akaamka asubuhi na kutana amejichafua kwa kuota usiku. La, wa mitume hawajiotei. Kwa nini hawajiotei? Lianna al-ihtilama min tala'ubi shaytan. Kujiotea ni michezo ya sheitani, anakuwa amekuja kukuchezea usiku. Sheitani anakuja anakuchezea, anakuletea sura ya mwanamke mwenye ushaga mpenda sana, ukaota kwamba uko unakutanana naye kimwili mpaka ukajichafua. Hii ni michezo ya sheitani. Ndio maana sheitani anaweza kuwachezea wa mitume. Kwa hiyo mitume hawajiotei. Thumma ihtalama, ila sahaba akawa amejiotea usubuhi, fasaala ashabahu, akawauliza wenzake, jamani mimi nimejiotea na niko na donda kichwani, nifanye nini, nioge? Faqala, akawauliza wale masahaba, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, sawa na donda langu, je mnaona kwamba vile naweza nikatayammam? Kutayammam inafahamika ni mtu kutumia sehemu yenye vumbi au ardhi, udongo, michanga, ukapiga chini ukapakusa uso na vitanga vya mikono, ndio kutayammam. Ina sharti zake katika masala ya kifiqhi. Anawauliza, jamani nitayammam? Tunafahamu mtu akijiotea kusema wewe na udhu inabidi afanye nini? Aoge janaba, aende akaoge. Qalu, wakasema, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala alma, hatuoni ruhusa ya kutayammam na uko na uwezo wa kushika maji, uko na uwezo wa kuoga, kwa nini utayammam? Sawa, akasema hamna shida. Fa tasala famata, jamaa kaoga, alipooga akafa. Alioga, maji akagusa kwenye donda, ikawa sababu ya yeye kufa. Falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ukhbira bidhalika, tulipofika kwa mtume alayhi salatu wasalam, mtume akaambiwa ile habari ilipotokea kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Faqala, mtume alayhi salatu wasalam akasema hivi, qataluhu qatalahumullah, walimuua, Allah waue waliomuua yule jamaa. Walimuua, Allah waue waliomuua yule jamaa. Dua za wa mitume ni moja kwa moja. Mtume akiomba dua inaenda. Sawa? Suala, je, mtume aliomba masahaba zake Allah waue? Wao mnasemaje? Na kama aliomba Allah waue, je wamekufa? Kama wakufa maana yake dua ya mtume kukubaliwa. Sio, mnanielewa? Ilikuwa aje sasa? Tuendelee. Ala saalu idh lam ya'lamu, kwa nini hawakuuliza kama walikuwa hawajui? Ndio maana katika dini shekhe, tusifanye ujuaji. Unajua jibu, haujui sijui. Unajua jibu, haujui sijui. Ndio maana wanazoona wanatuambia katika dini, ukijibu kitu ambacho haukijui, hauna nacho ilmu, hata ukikipatia unapata dhambi kwa sababu ya ujuaji wako. Hata ukikipatia unapata dhambi. Na hivi wallahi tuko katika zama za ujuaji shekhi. Wajuaji ni wengi katika hii dini.
Watu wengi wanaivamia, kila mtu ni shekhi, kila mtu shekhi anatoa fatwa bila aibu. Wallahi, tukumbuke tu kwamba kila chenye mtu unasema utaulizwa kesho siku ya kiyama. Allah atakuuliza kwa kila unachokijibu, Allah atakuuliza kwacho. Kwa hiyo tuwe makini sana. Mimi kuna mtu mmoja aliwaga kunambia eti kuna mtu amilala amekutanana na mke wake ndani ya Ramadhani kabla ya alfajiri kuchomoza. Wakawa wamilala wakapitiliza, wakaamka sala alfajiri imemalizika. Mimi nikawaambia mwe hamna swaumu. Nikawaambia ndugu yako, umefanya nini? Kwa nini hukuuliza? Eti mimi ndio nimekuwa najua hivyo. Ulivisoma wapi? Ndio tumekuwa tunajua hivyo. Dini haina hivyo shekhi. Uliza, hakuna aibu kuuliza. Akasema fa inna ma shifa'u li'ayyi as-su'al. Al-'ayyu bimaana al-jahl. Kwa hakika dawa ya ujinga ni kuuliza. Haujui, uliza. Leo kuna watu hawajui kusali, lakini jua naona leo niko na miaka 50 ndani ya Uislamu, nikiuliza suala la sala watu watanicheka huko msikitini. Yakhi, afadhali wa kucheka lakini tengeneza atakayokufaa kesho mbele ya Allah. Afadhali hawa watu msikitini wakucheke, lakini unajua tunyokuwa unatengeneza kesho mbele ya Allah. Kwa hiyo tusione aibu katika kuuliza masala ya dini. Inma kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira au ya'siba. Ilikuwa inamtosheleza atayammam na afunge kitu katika kichwa chake, ala jurhihi bi khirqatin, afunge kitambaa katika lile donda lake ili asipatwe na tatizo. Bimaana angefunga kitambaa kisha kama ni kuoga aoge ili maji asigusi ile sehemu. Thumma yamsahu alaiha, kisha ingefika ile sehemu ya donda angepapakusa tu. Wayaghsil sa'ira jasadihi, kisha akaosha mwili wake wote unaobakia. Hadithi nzito. Mtume aliwaambia maswahaba kifo wenye walimu huwa Allah awaue. Lakini hii hadithi sio sahihi. Hii hadithi ni dhaifu. Kisanadi, yani kwa wapokezi ni dhaifu, hata kimana ni dhaifu. Lakini ndani ya hii hadithi kuna wanazuoni ambao wamejengea ahkam za kifiqhi. Mtu amevunjika wakamweka sima. Mtu amevunjika kwenye mguu wakamweka sima kwenye mguu wake. Sasa kutawadha kwenye mguu anafanya nini? Sasa kutawadha kwenye mguu anafanya nini? Nani atatupatia jibu? Kwenye mguu yuko anatawadha. Inafika saa kutawadha mguu anafanyaje? Naam. Mguu mmoja tu ndio amevunjika walimweka sima. Yaani hiki kikanyagio cha chini walimweka iko sima. Sasa kutawadha anafanya nini? Anapakusa. Tunakubaliana sisi wote? Naam. Anapakusa kama kuvaa socks. Haya, nipeni dalili. Ya hicho chenye mnasema kama kwenda atapakusa dalili. Hii ni dhaifu. Nipeni dalili sasa. Ni dhaifu. والضعيف لا يحتج به. حديث ضعيف يchukuliwa ahkamu sharia. Dalili sasa iko wapi? Ndio umeenda mbele za watu waambiwa kwamba dalili yao unafanya. Fani muhimu. Hayo masala kwanza hapa wanazuoni wana kauli mbili. Masala ya fiqh kuna kauli mbili. Mfano mtu amevunjika huyo mkono wakamweka sima kwenye huyo mkono wote mzima. Sasa ilikuwa na tawadha inabidi mkono si lazima kuosha, atauoshaje? Kauli moja wanazuoni akasema atapakusa kwa dalili hii hapa. Sawa? Wengine wanazuoni akasema hatopakusa, atauacha hivyo hivyo kwa sababu hakuna dalili. Atatawaza vingine vyote lakini mkono atauacha, tuaende kasadi hivyo hivyo. Fatakullaha mastata'tum. Mcheni Allah kadri mwezavyo. Hakuna dalili ya kupakusa hapa. Mwenye mnasema hakuna dalili, tunawaambia kwamba Ibn Umar alikuwa wakati alipovunjika alikuwa anapakusa juu ya vile vitu alivyomweka. Hizi ni dalili sahaba amefanya? Wakajibu aje? Hapana. Ibn Umar ni mtu ambaye alikuwa na wara.
tawarru, alikuwa na uchamungu wa hali ya juu mpaka alikuwa akitawadha Sheikh. Sasa kuosha uso alikuwa anachukua maji anaingiza huko ndani ya macho. Na ndio ilikuwa sababu yake ya kupofoka. Wanaambia sasa vipi na hicho tukichukua kwamba ni hoja? Alafu pia huu ni sahaba. Je, sahaba akifanya kitu ni lazima sisi tukifanye, ni sheria? Wengine nao wakajibu ndio, sahaba akifanya kitu ni sheria kama hakuna mwenye amipinga. Sasa na huyu Ibn Umar hakuna sahaba mwenye amimpinga. Kwa hiyo masuala marefu sana. Masuala marefu sana, masuala ya mtu mwenye yuko na simama. Lakini pale penye nafsi yetu inamili tunaona kwamba pana nguvu mtu apakuse. Zamani hapo kabla nilikuwa na msimamo wa kusema asipakusi jua kutajadili. Ndio ilikuwa msimamo wangu. Lakini msimamo nimeubadilisha juzi wakati niko nafanya research ya hii hadithi. Ndio nilibadilisha msimamo nikaona kwamba wao wanasema apakuse ndio wako na nguvu kwa hoja nyingi sana. Hoja nyingi sana. Ambaye atakayetaka faida zaidi arejelee kitabu kinaitwa Minhatul Allal cha Sheikh Abdulaziz Al-Fawzan, Sharh ya Bulugh al-Maram, kwenye mujalladi wa kwanza katika masala ya tahara alipokuwa anasharehesha hii hadithi ameleta hoja nyingi sana na hizo hoja zinaeleweka sana. Kwa muhimu kwa hiyo kwenye hii hadithi kuna masaili ambayo yanahusikana na masala ya jabira. Jabira ni kile kitu anaweka juu mtu akivunjika. Ni moja katika hadithi ambazo wamestadili kwazo. Kadhalika kuna masala ya tayammum. Wakati mtu akiwa na udhuru, akiwa na dharura, kitu ambacho kinamziwia, inabidi afanye nini? Atayammam. Inabidi mtu atayammam. Kwenye masala ya mtu kuwa na simaa kuna kauli nyingine ya tatu nilikuwa nimesahau. Kwamba mtu huyu atatawadha maji, atawadhi kabisa ile sehemu ya simaa paache, akimaliza kutawadha afika anaenda tena tayammum. Bimaana afanye vitu viwili, atawadha na atayammum. Hii ni kauli nyingine ya tatu. Wa hadha adhafu al-aqwal. Na hii ni kauli dhaifu kwa sababu hakuna nafasi tumilazimishwa kuchanga maji na tahara ya udongo kwa pamoja. Kwa sababu ile ya udongo ni badala ya maji. Ima utawadha kwa maji, ima utayammum. Haya. Miongoni mwa wanazuoni pia walisema kwamba hii hadithi ni dhaifu kwa sababu ya hii neno qatalahumullah, walimuua Allah waue. Dua za mitume ni makubuli, zinakubaliwa. Kama mtume aliomba hivyo, na mtume hakuwa mtu mwenye kutumia maneno mazito kwa watu mpaka afike kuombea kifo juu ya hili tatizo. Ndio maana akasema hili pia ni moja katika udhaifu wa hii hadithi. Labda kwa wale ambao wanaweza kuwa mimbabi faida, mtu anaweza kauliza sababu ya udhaifu wa hii hadithi iko wapi? Hii hadithi katika wapokezi wake kuna mtu anaitwa Zubair ibn Khariq. Huyu jamaa ni dhaifu. Zubair ibn Khariq ni dhaifu. Kuna baadhi ya vitabu katika hivi vitabu tuko tunasoma utaona wamekuandikia eti hasanahu Sheikh Al-Albani kwenye kitabu Sahih Al-Jami'. Hiyo kauli sishtuki nayo. Hapo ilikuwa ni kabla. Lakini baadaye Sheikh Al-Albani amejirejea kaidhoofisha hii kauli. Ukirejea katika kitabu Irwaul Ghalil cha Sheikh Al-Albani utaona kwamba Sheikh amejikosoa. Mwanzo amesema ni sahihi ila baadaye akasema kwamba hadithi ni dhaifu. Ibn al-Qayyim akasema fa akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifaa su'al. Kwamba Mtume alayhi salatu wasalam akawa ametuelekeza kwamba vile ujinga ni ugonjwa. Na tiba ya huyu ugonjwa ni nini? Ni kuuliza, fasalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Kama hamjui ulizeni, hakuna aibu Sheikh. Hata na wewe ni msomi ukiulizwa suala haulijui, hakuna aibu kusema sijui. Hakuna aibu kusema kwamba sijui. Kwa hiyo sawa na muda wetu, nadhani muda umeenea bila shaka, na sawa na ambayo tumesoma leo, jambo la muhimu la kuzingatia ni kwamba usilolijua uliza. Hakuna aibu kwenye kuuliza. Watu wakucheke wakati unauliza, lakini wewe unajua chenyekoa unatengeneza ni kitu gani? Unaitengeneza akhira yako kesho. Ila ukijifanya unajua, ukafanya ibada pasina kujua, ukaharibu ibada, kesho mbele ya Allah utajikutana hakuna ibada hata moja uliwahi kufanya. Kumbe tengeneza ibada yako, tengeneza akhira yako, uliza pale usipopajua, hapo ndipo itakuwa
kufaulu kwako. Tunamwomba Allah tupatie elimu yenye manufaa, tunamwomba Allah tupatie mwisho mwema, tunamwomba Allah tujalie tunayosoma tuyaweke ndani ya matendo, tunamwomba Allah tujalie tunayosoma tuyaweke ndani ya matendo, tunamwomba Allah tuthibitishie kaulu la ilaha illa Allah wakati wa kufa kwetu, tunamwomba Allah situharamishi kuona uso wake hiyo siku ya kiyama, tunamwomba Allah situharamishi utetezi wa Mtume Muhammad hiyo siku ya kiyama. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.